Kumewaka nchini Tanzania baada ya mpango wa Samia Suluhu kuibuka wa kutaka kuongoza hadi mwaka 2035. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na tafadhali kumbuka kusubscribe. Tanzania ilishtukia si tu kwa sababu ya hotuba ya bungeni wala si kwa tamko la tume la uchaguzi, bali kauli iliyotolewa mbele ya madhabahu. Kauli ya mtumishi wa Mungu Boniface Mwamposa kwamba Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan ataiongoza nchi hadi mwaka 2035 ilipasua kimya cha kisiasa kwa namna ambayo hata misukumo na mikutano mikubwa ya vyama haijawahi kufanya katika miaka ya karibuni. Ndani ya masaa machache ujumbe huu ulisambaa kwa kasi kupitia mitandao ya kijamii, ukivuka mipaka ya ibada na kuingia moja kwa moja katika uwanja mpana wa siasa, katiba na hofu ya taifa linalojifunza kuishi na kumbukumbu nzito za madaraka yasiyo na mipaka. Uzito wa kauli hiyo haukuwa tu katika mwaka uliotajwa, bali katika mazingira ya nchi ambayo historia yake ya kisiasa imejaa mifano ya matumizi ya dini, hofu na ukimya wa dola kama nyenzo ya kudhibiti mjadala wa umma. Tanzania tangu enzi ya chama kimoja hadi mageuzi ya mfumo wa vyama vingi imekuwa ikipambana na swali la msingi kuhusu mpaka kati ya mamlaka ya kisiasa na sauti nyingine zenye ushawishi mkubwa katika jamii. Kauli ya Mwamposa iligusa moja kwa moja jeraha hilo la kihistoria. Mwamposa aliwasilisha tamko lake kama ujumbe wa kiroho, akisisitiza kuwa aliona uthabiti wa uongozi wa Rais Samia na mustakabali mwema wa taifa. Alikanusha madai ya siasa, akieleza kuwa kilichosambazwa mitandaoni kilikuwa nje ya muktadha. Hata hivyo, katika nchi ambayo mihula ya urais imeandikwa wazi katika katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kauli ya aina hiyo haiwezi kubaki ndani ya mipaka imani binafsi. Inageuka moja kwa moja kwa taarifa yenye uzito wa kisiasa, hasa inapowasilishwa kwa hadhara kubwa katika mazingira ambayo uhuru wa kueleza unaendelea kuwa dhaifu kwa zaidi ya muongo mmoja. Katiba ya Tanzania inaweka wazi ukomo wa mihula ya rais na ikilenga kuzuia kujirudia kwa historia ya mamlaka na kudumu iliyoshuhudiwa katika mataifa mengi ya Afrika. Hata hivyo, uzoefu wa kikanda unaonyesha jinsi katiba inaweza kubadilishwa, kupindishwa au kudhoofishwa kupitia propaganda, hofu na uhalalisho wa kijamii unaotengenezwa polepole. Mifano ya Uganda, Rwanda na Burundi bado iko hai katika kumbukumbu za Waafrika wa Mashariki, ambako mabadiliko ya katiba yalitanguliwa na simulizi za utulivu, umoja na hatari ya mabadiliko. Ndani ya muktadha huo, kauli ya mwaka 2035 inasikika kama kengele ya tahadhari, sio kwa sababu inathibitisha mpango wowote rasmi wa kisiasa, bali kwa sababu inaonyesha jinsi wazo la uongozi wa muda mrefu linavyoweza kuingizwa katika fahamu za umma kupitia njia zisizo za kisiasa. Dini ambayo kwa miongo mingi imekuwa nguzo ya faraja na maadili kwa Watanzania inajikuta tena ikitumika kama lugha mbadala ya mamlaka. Na katika nchi ya Tanzania kumewahi kushuhudiwa mchanganyiko huu. Hapo awali, katika nyakati za uchaguzi, viongozi wa dini wamekuwa wakitoa baraka, maombi na ishara za kuunga mkono utawala uliopo, wakati ukosoaji wa kisiasa ukikabiliwa na vikwazo vya kisheria na kiusalama. Na tangu miaka ya mwisho ya utawala wa awamu ya 5, kukamatwa kwa wapinzani kumefungwa na mikutano ya kisiasa na kudhibitiwa na vyombo vya habari kuliunda mazingira ambayo sauti mbadala zilinyamazishwa. Ndani ya ombwe hilo, sauti kutoka madhabahuni zikaanza kusikika kwa nguvu zaidi. Serikali imechagua kimya, hakuja kuwa na tamko rasmi kutoka Ikulu wala kutoka kwa taasisi za kisiasa, na kimya hicho kinaweza kutafsiriwa kama heshima kwa uhuru wa dini, lakini pia kinaweza kuonekana kama mkakati wa kuepuka mjadala mgumu kuhusu mipaka ya kauli za umma katika mazingira yenye historia ya matumizi mabaya ya mamlaka. Kimya cha dola katika mazingira ya sintofahamu mara nyingi kimekuwa ishara ya kuruhusu mjadala uendelee kwa manufaa ya walioko madarakani. Wananchi wamegawanyika,
Wapo wanaona kauli ya Mwamposa kama imani binafsi inayopaswa kuchambuliwa kwa mizani ya kisheria. Wengine wanaiona kama jaribio la kupima hisia za umma kuhusu wazo la uongozi wa muda mrefu. Mgawanyiko huu unaonyesha pengo kubwa la elimu ya uraia, ambapo katiba bado haijaishi kikamilifu katika fahamu za watu kama mkataba hai unaolinda haki zao. Na katika historia ya Tanzania, hofu ya kuyumba kwa amani imekuwa silaha yenye nguvu. Kauli zinazofungashwa kama wito wa umoja na utulivu mara nyingi zimefanikiwa kunyamazisha maswali halali kuhusu uwajibikaji. Hali imeonekana katika chaguzi zilizopita, ambapo madai ya ukiukwaji wa haki za binadamu yalifunikwa na simulizi za kulinda amani ya taifa, na kauli ya mwaka 2035 inaingia katika mkondo huo wa kihistoria. Kimataifa, macho ya wafadhili, mashirika ya haki za binadamu na taasisi za kikanda kama Jumuiya ya Afrika Mashariki na Umoja wa Afrika yamekuwa kifuatilia kwa karibu mwelekeo wa demokrasia Tanzania. Ingawa serikali imejaribu kujijenga upya katika jukwaa la kimataifa kwa kuonyesha sura ya maridhiano na mageuzi ya utaratibu, matukio haya yanakumbusha kuwa misingi ya uwajibikaji bado ni dhaifu na hakuna tamko la moja kwa moja iliyotolewa kimataifa kuhusu kauli ya Mwamposa. Lakini historia inaonyesha kuwa ishara ndogo kama hizi hujikusanya na baadaye kuunda picha pana ya mwelekeo wa kisiasa wa nchi. Mjadala huu umefichua zaidi ya jina la rais au mtume mmoja. Umefichua jamii inayopambana kutenganisha imani na mamlaka, hofu na haki, na ukimya na uwajibikaji. Na Tanzania iko katika hatua ambayo maneno yanatamkwa hadharani, hata yale yanayodaiwa kutoka ama kuwa ya kiroho, yana athari za moja kwa moja katika mustakabali wa kidemokrasia wa taifa. Hatari kubwa haiko katika kama Rais Samia ataongoza hadi mwaka 2033 au la. Hatari iko katika kuzoea simulizi zinazopandikiza wazo la uongozi wa muda mrefu bila mjadala wa kikatiba. Hatari iko katika kimya kinachofuata kauli nzito, na katika jamii inayojifunza kukubali mambo makubwa kama imani badala ya kuhoji kama raia. Na Tanzania baadaye itahukumiwa si kwa kauli za madhabahuni, bali kwa jinsi wananchi wake walivyoitikia ishara za awali za kuporomoka kwa misingi ya uwajibikaji. Ukimya wa leo unaweza kuwa mzigo wa kesho, na katika taifa ambalo historia yake imejengwa juu ya nidhamu na utulivu, changamoto kubwa sasa ni kuhakikisha kuwa utulivu huo haugeuki kuwa kifuniko cha hofu, na kwamba imani haigeuki kuwa njia mbadala ya katiba. Mwenendo wa sasa unaonyesha kuwa mstari huo ni mwembamba kuliko inavyodhaniwa, na ni gharama ya kuvuka inaweza kuwa kubwa kuliko taifa lililozoea ukimya linavyoweza kustahimili. Ni hayo tuliokuandalia kutoka hapa Kenya's Scope channel yako pendwa. Azidi kuwa nasi na kutusupport kwa kusubscribe.